Kwa miongo kadhaa, jina la Iran limekuwa likitajwa kila mara kunapotokea mvutano mkubwa katika Mashariki ya Kati. Lakini ni nini hasa kinachoifanya dunia kuifuatilia kwa karibu kiasi hiki? Je, ni idadi ya wanajeshi wake au kuna siri kubwa iliyojificha nyuma ya uwezo wake wa kijeshi? Kutoka kwenye makombora yanayoweza kusafiri maelfu ya kilomita hadi drones zinazotikisa medani za kivita, Iran imejijengea sifa ya kuwa moja ya mataifa yenye ghala kubwa la silaha katika eneo hilo. Baadhi ya silaha zake zimetajwa kuwa miongoni mwa zenye uwezo mkubwa zaidi kuwahi kutengenezwa na taifa hilo. Katika makala hii, tutachunguza silaha hatari zaidi zinazomilikiwa na Iran, historia yake ya kijeshi na jinsi zilivyobadilisha mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati. Hii ni hadithi ya taifa ambalo limeamua kujenga nguvu zake kwa njia tofauti na mataifa mengi duniani. Safari ya Iran kuelekea kuwa moja ya mataifa yenye uwezo mkubwa wa makombora duniani haikuanza jana wala juzi. Ni hadithi iliyojaa vita, vikwazo vya kiuchumi, mauaji ya wanasayansi na juhudi zisizoisha za kutafuta teknolojia ambayo mataifa mengine yalikuwa hayapo tayari kuipa. Mwaka 1980, Iran iliingia vitani na Iraq katika vita vilivyodumu kwa miaka 8 mfululizo. Katika kipindi hicho, miji ya Iran ilishambuliwa mara kwa mara na makombora ya Saddam Hussein. Tehran ilijikuta ikiwa na jeshi kubwa lakini bila uwezo wa kujibu mashambulizi hayo kwa umbali mrefu. Hapo ndipo viongozi wa Iran walipofikia hitimisho moja muhimu. Taifa ambalo haliwezi kutengeneza makombora yake huweka usalama wake mikononi mwa wengine. Iran ilianza kutafuta msaada kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Korea Kaskazini, China na baadaye kushirikiana na wataalamu kutoka maeneo tofauti duniani. Hata hivyo, safari hiyo haikuwa rahisi vile. Marekani na washirika wake waliweka vikwazo vikali wakizuia uuzaji wa teknolojia, vipuri na vifaa vinavyoweza kutumika katika utengenezaji wa makombora. Lakini kadri vita vilivyoongezeka ndivyo Iran ilivyozidi kuwekeza katika tafiti za ndani. Maabara zikajengwa, wahandisi wakafundishwa na kizazi kipya cha wanasayansi kikaanza kupewa jukumu la kuifanya Iran kujitegemea zaidi. Miaka ilipopita, dunia ilianza kushuhudia matokeo yake. Kutoka Shahab 1 hadi Shahab 3 na baadaye Sejil, Emad, Khorram Shahir na Fatah, Iran ikabadilika kutoka taifa lililotegemea teknolojia za wengine na kuwa moja ya wazalishaji wakubwa makombora katika Mashariki ya Kati. Leo, maelfu ya makombora yaliyohifadhiwa katika maghala ya chini ya ardhi ni ushahidi wa safari ndefu ambayo ilianza zaidi ya miaka 40 iliyopita. Safari iliyozaliwa kutokana na vita, ikakuzwa na vikwazo na kuendelezwa na dhamira ya kutokutegemea taifa lolote kwa usalama wake. Leo, matokeo ya safari hiyo yanaonekana wazi. Kutoka kwenye maabara za siri hadi maghala ya chini ya ardhi, Iran imefanikiwa kujenga ghala la silaha ambalo limeifanya kuwa moja ya mataifa yanayoangaliwa kwa karibu zaidi duniani. Lakini kati ya makombora na drones zote ilizonazo, ni zipi zimeibuka kuwa hatari zaidi? Katika uchambuzi huu, tutazipitia silaha 10 zinazotaja kuwa uti wa mgongo wa nguvu za kijeshi za Iran. Tutaanza na namba 10, tukipanda hatua kwa hatua hadi kuifikia silaha inayotajwa kuwa taji kubwa na lenye uwezo wa kijeshi wa taifa hilo. Hii ni orodha ya silaha 10 hatari zaidi zinazomilikiwa na Iran. Nafasi ya 10 inashikiliwa na Shahid 136, silaha ambayo huenda si kubwa zaidi katika ghala la Iran, lakini bila shaka ni moja ya silaha zilizoleta mabadiliko makubwa katika taswira ya vita vya kisasa. Kwa mara ya kwanza baada ya miongo mingi, dunia ilianza kushuhudia jinsi drones ndogo na za gharama nafuu zinavyoweza kutoa changamoto kubwa kwa mifumo ya ulinzi inayogharimu mamilioni ya dola. Safari ya Shahid 136 ilianza wakati Iran ilipotambua kuwa haiwezi kushindana moja kwa moja na mataifa makubwa katika uzalishaji wa ndege za kivita. Kutokana na vikwazo vya kiuchumi na ugumu wa kupata teknolojia za magharibi, wahandisi wa Iran walichukua njia tofauti. Badala ya kujenga ndege chache za gharama kubwa, waliamua kuwekeza katika teknolojia ya drones ambazo zinaweza kuzalishwa kwa idadi kubwa na kutumwa kwa wakati mmoja. Shahid 136 au 136 ni aina ya drone ya kujitoa mhanga inayojulikana pia kama loitering munition. Tofauti na drones za kawaida zinazorudi zilipotokea baada ya kumaliza kazi, Shahid 136 hujizungusha angani ikitafuta lengo kabla ya kujigonga na kulipua vilipuzi ilivyobeba. Mbinu hii huifanya kuwa silaha rahisi kutumia lakini yenye athari kubwa inapofika kwenye lengo lake. Kimuundo, Shahid 136 ina umbo la pembe tatu na injini ndogo inayotoa sauti ambayo imekuwa ikitambulika kwa urahisi katika maeneo ambayo imeripotiwa kutumika. Ingawa kasi yake si ya juu zaidi ukilinganisha na makombora ya kisasa,
uwezo wake wa kusafiri umbali mrefu umeifanya kuwa tishio kubwa kwa malengo yaliyo mbali na eneo la kurushwa. Lakini nguvu halisi ya Shahid 136 haipo kwenye drone moja. Ipo katika uwezo wa kuzindua makumi au hata mamia ya drones kwa wakati mmoja. Katika mbinu inayojulikana kama swarm attack, mifumo ya ulinzi wa anga inaweza kujikuta ikikabiliwa na malengo mengi kwa wakati mmoja, jambo linaloweza kuisukuma kutumia silaha za gharama kubwa dhidi ya drones za bei nafuu. Hata hivyo, Shahid 136 si silaha isiyo na mapungufu. Kasi yake ni ndogo, na katika mazingira yenye mifumo madhubuti ya ulinzi wa anga inaweza kutunguliwa kabla ya kufikia lengo lake. Lakini Iran inaonekana kukubali changamoto hiyo kwa kuamini kwamba nguvu ya silaha hii ipo katika idadi yake, si katika ubora wa kila drone moja moja. Leo, Shahid 136 imekuwa moja ya silaha zinazojulikana zaidi kutoka Iran na imeifanya dunia kutambua kuwa vita vya karne 21 havitegemei tena makombora na ndege pekee. Wakati mwingine, silaha ndogo, rahisi na ya gharama nafuu inaweza kuwa na athari kubwa kuliko ilivyotarajiwa. Nafasi ya 9 inashikiliwa na Suma, moja ya makombora ya cruise yanayozua mjadala mkubwa kuhusu maendeleo ya teknolojia ya Iran. Tofauti na makombora ya ballistic ambayo hupaa juu angani kabla ya kushuka kwa kasi kuelekea lengo lake, makombora ya cruise huruka karibu na uso wa ardhi yakijificha nyuma ya milima, majengo na mazingira mengine ili kupunguza uwezekano wa kugunduliwa. Historia ya Suma inaanza mwanzoni mwa miaka 2000 wakati Iran ilipoendelea kutafuta njia za kuongeza uwezo wake wa kushambulia malengo ya mbali. Wataalamu wengi wa kijeshi wanaamini kuwa maendeleo ya kombora hili yalichochewa na teknolojia zilizopatikana kutoka kwa makombora ya Soviet yaliyoanguka katika maeneo mbalimbali baada ya vita baridi, huku Iran ikitumia uzoefu wake wa miongo kadhaa katika utafiti wa ndani kuboresha uwezo huu, maarufu kama reverse engineering. Kile kinachofanya Suma kuwa tofauti ni uwezo wake wa kuruka kwa umbali mrefu huku ikibadilisha njia yake ya safari. Hii ina maana kwamba linaweza kupangwa kupitia maeneo mbalimbali kabla ya kufikia kwenye lengo lake. Kwa wataalamu wa ulinzi, uwezo huu ni changamoto kubwa kwa sababu unalifanya kuwa gumu zaidi kufuatiliwa ukilinganisha na makombora mengine ya kawaida. Kwa mujibu wa taarifa zilizowahi kutolewa na Iran, Suma linaweza kufika umbali wa zaidi ya kilomita 2000, ingawa baadhi ya wachambuzi wa kijeshi wamekuwa wakijadili kiwango halisi cha uwezo wake. Endapo makadirio hayo ni sahihi, basi kombora hili lina uwezo wa kufikia maeneo mengi ndani ya Mashariki ya Kati kutoka ndani ya mipaka ya Iran. Lakini safari ya Suma haikuwa rahisi vile. Kwa miaka mingi, Iran imekuwa chini ya vikwazo vilivyolenga kuzuia upatikanaji wa vipuri na teknolojia za hali ya juu katika maendeleo yake ya teknolojia ya makombora. Hali hiyo iliwalazimu wahandisi wake kutafuta njia mbadala, kuboresha mifumo ya urambazaji na kuendelea kufanya majaribio ya ndani. Kila hatua ya maendeleo ilikuwa ujumbe kwamba Iran haikuwa tayari kusitisha azma yake ya kujitegemea katika teknolojia ya kijeshi. Hata hivyo, kama ilivyo kwa silaha nyingi, Suma ina mapungufu yake. Ufanisi wake hutegemea ubora wa mifumo ya urambazaji na mazingira ya anga katika eneo husika. Pia, katika maeneo yenye ulinzi mkali na wa hali ya juu na mifumo ya kisasa ya rada, nafasi ya kugunduliwa huongezeka zaidi. Pamoja na hayo, Suma imeendelea kuwa sehemu muhimu ya mkakati wa Iran wa kuzuia maadui wake kufikiria kwa urahisi kuhusu mashambulizi dhidi yake. Uwezo wake wa kufika mbali na kuruka chini umeifanya dunia kuendelea kuifuatilia kwa karibu, huku wataalamu wakiamini kuwa ni moja ya hatua muhimu katika mageuzi ya makombora ya Iran. Nafasi ya 8 inashikiliwa na Bavar 373, Bavar 373, mfumo wa ulinzi wa anga ambao Iran imekuwa ikiutaja kama moja ya mafanikio yake makubwa katika teknolojia ya kijeshi. Tofauti na silaha tulizoziangazia hapo awali ambazo zimeundwa kwa ajili ya kushambulia, jukumu la Bavar 373 ni kulinda anga ya Iran dhidi ya ndege za kivita, drones na baadhi ya makombora ya masafa marefu. Historia ya kombora hili inaanza mwaka 2010 baada ya Urusi kuchelewesha kwa muda uzalishaji wa mfumo wa S-300 kufuatia shinikizo la kimataifa. Tukio hilo lilikuwa pigo kubwa kwa Tehran, lakini pia liligeuka kwa kichocheo cha Iran kuanza kujenga mifumo yake ya ndani. Viongozi wa Iran walitambua kuwa usalama wa taifa hauwezi kutegemea maamuzi ya mataifa mengine. Jina Bavar lina maana ya imani kwa lugha ya Kiajemi, na kwa Iran mfumo huu ulikuwa zaidi ya mradi wa kijeshi. Ulikuwa ishara ya uwezo wa taifa kujitegemea zaidi. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, wahandisi wa Iran walifanya kazi ya kubuni rada, mifumo ya kufuatilia malengo ya makombora na kutungua vitisho vya angani. Kinachoifanya Bavar 373 kuvutia ni uwezo wake wa kufuatilia malengo mengi kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa taarifa za Iran, mfumo huu unaweza kugundua ndege za mbali, kufuatilia makombora na kuratibu mashambulizi dhidi ya vitisho kadhaa kwa wakati mmoja.
Hii ni sifa ambayo kwa kawaida huonekana kwa mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ya mataifa kama Marekani pamoja na Israel. Wachambuzi wengi wamekuwa wakiulinganisha na mfumo wa S-300 wa Urusi, huku baadhi ya maafisa wa Iran wakidai kuwa katika maeneo fulani wanaweza hata kushindana na mifumo ya kisasa zaidi. Ingawa madai hayo yanaendelea kujadiliwa na wataalamu wa kijeshi, hakuna ubishi kwamba Bavar 373 imeongeza uwezo wa Iran wa kulinda miundombinu yake muhimu. Lakini changamoto kubwa kwa mifumo yoyote ya ulinzi wa anga ni kwamba haujajaribiwa kikamilifu hadi pale unapokabiliana na mashambulizi halisi kutoka kwa adui mwenye teknolojia ya hali ya juu zaidi. Hadi leo, uwezo kamili wa Bavar 373 unaendelea kuwa mjadala, huku mashirika ya ujasusi na wataalamu wa masuala ya ulinzi wakifuatilia maendeleo yake kwa ukaribu mkubwa zaidi. Hata hivyo, kwa Iran, uwepo wa Bavar 373 ni ujumbe kwa dunia kwamba taifa hilo halijajikita tu katika kushambulia, bali pia limewekeza katika kujilinda pia. Mfumo huu umeifanya Tehran kuwa na safu nyingine ya ulinzi inayolenga kuhakikisha kuwa anga yake haibaki wazi kwa yeyote anayetaka kuingia bila idhini yake. Nafasi ya 7 inashikiliwa na Emad, kombora ambalo kwa wengi linaashiria hatua mpya katika safari ya Iran ya kuboresha usahihi wa makombora yake ya ballistic. Kwa miaka mingi, changamoto kubwa ya makombora ya masafa marefu haikuwa kufika kwenye lengo, bali kulenga kwa usahihi mkubwa. Iran ilifahamu jambo hilo mapema na Emad ikawa moja ya majibu yake. Emad ilitangazwa rasmi mwaka 2015, kipindi ambacho Iran ilikuwa ikiongeza kasi yake ya maendeleo ya sekta yake ya makombora licha ya kuendelea kukabiliwa na vikwazo vya kimataifa. Kwa mujibu wa maafisa wa Iran, kombora hili lilijengwa kutokana na uzoefu uliopatikana kupitia familia ya Shahab, lakini ikawa na maboresho makubwa katika mfumo wa kuelekeza njia na kuongeza usahihi wa mashambulizi. Kinachoitofautisha Emad na baadhi ya makombora ya awali ni uwezo wake wa kufanya marekebisho katika hatua za mwisho za safari yake. Hii ina maana kwamba baada ya kurushwa, linaweza kurekebisha mwelekeo wake wa kiwango fulani ili kuongeza uwezekano wa kugonga lengo lililokusudiwa. Katika ulimwengu wa kijeshi, ongezeko la usahihi linaweza kuwa na thamani kubwa kuliko hata kuongeza ukubwa wa kombora lenyewe. Kwa mujibu wa taarifa zilizowahi kutolewa na Iran, Emad linaweza kusafiri umbali wa takriban kilomita 1700. Umbali huu unaliwezesha kufikia sehemu mbalimbali ndani ya Mashariki ya Kati, jambo ambalo limeifanya kuwa sehemu muhimu ya mkakati wa kuzuia maadui wake kufikiria au kuchukua hatua kwa urahisi kuhusu mashambulizi dhidi ya Iran. Lakini Emad ni zaidi ya namba na takwimu. Ni ishara ya mabadiliko ya falsafa ya kijeshi ya Iran. Ikiwa makombora ya mwanzoni yalilenga kuonyesha uwezo wa kufika mbali, Emad ilionyesha kuwa Iran sasa ilikuwa ikiwekeza katika kufanya mashambulizi yake kuwa sahihi zaidi. Hii ndio sababu wataalamu wengi hulitaja kama daraja linalounganisha kizazi cha zamani cha makombora na kizazi kipya cha teknolojia za Iran. Hata hivyo, kama ilivyo kwa mifumo mingine ya silaha, uwezo halisi wa Emad katika mazingira ya vita dhidi ya majeshi yenye mifumo ya kisasa ya ulinzi bado ni jambo linalojadiliwa. Mifumo ya kisasa ya rada na ulinzi wa makombora imeendelea kuboreshwa na hivyo kuifanya kila hatua ya maendeleo katika upande wa mashambulizi kufuatiwa na maendeleo katika upande wa kujihami. Pamoja na haya yote, Emad imeendelea kubaki kuwa moja ya makombora muhimu zaidi katika ghala la Iran, na ni ushahidi kwamba taifa hilo halikuishia tu kutengeneza makombora ya masafa marefu, bali ilianza kuelekeza nguvu zake katika swali muhimu zaidi. Je, kombora linaweza kufika karibu kiasi gani na lengo lake? Nafasi ya 6 inashikiliwa na Paver, moja ya makombora ya cruise ya kisasa zaidi kuwahi kuwasilishwa na Iran. Tofauti na makombora mengine ya ballistic ambayo huonekana kwa urahisi kwenye rada kutokana na njia yake ya kuruka, Paver imeundwa kufanya kile ambacho wataalamu wa kijeshi wanakiita safari ya kimya: kuruka chini karibu na uso wa ardhi, kubadilisha njia na kujaribu kuepuka macho ya mifumo ya ulinzi wa anga. Iran ilitangaza mfumo huu hadharani mwaka 2023, ikiwa ni sehemu ya familia mpya ya makombora ya cruise iliyolenga kuonyesha kwamba taifa hilo linaendelea kupiga hatua katika teknolojia ya mashambulizi ya masafa marefu. Kwa Tehran, Paver haikuwa tu silaha mpya, bali ilikuwa ujumbe kwa dunia kwamba baada ya miongo ya vikwazo, uwezo wake wa kiteknolojia ulikuwa unaendelea kukua mkubwa zaidi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na maafisa wa Iran, Paver lina uwezo wa kusafiri umbali wa zaidi ya kilomita 1600. Lakini jambo linalovutia zaidi si umbali wake, bali uwezo wake wa kufuata njia ngumu kuelekea kwenye lengo lake. Katika maonyesho yaliyotolewa na Iran, kombora hili lilionekana likibadilisha mwelekeo katikati ya safari, jambo linaloifanya kuwa changamoto kubwa kwa mifumo ya kawaida ya ulinzi wa anga. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanaamini kuwa mustakabali wa vita hautegemei tena ni nani mwenye kombora kubwa zaidi, bali ni nani mwenye uwezo wa kulifikisha kombora hilo kwenye lengo lake bila kugunduliwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Na hapo ndipo Paver inapoingia.
Kwa kuruka chini na kutumia mifumo ya kisasa ya urambazaji, Iran inaamini kuwa imeongeza uwezo wake kufikia malengo yake yaliyolindwa kwa kiwango cha juu na mifumo ya ulinzi wa anga. Lakini kama ilivyo kwa silaha nyingine nyingi za Iran, baadhi ya madai kuhusu uwezo wa Paveh bado yanaendelea kuchunguzwa na wachambuzi wa kimataifa. Je, linaweza kweli kufanya kila jambo ambalo Iran inadai, au baadhi ya uwezo wake bado ni sehemu ya mkakati wa kisaikolojia unaolenga kuwazuia maadui wake? Hayo ni maswali ambayo huenda yakajibiwa tu pale linapokabiliwa na mazingira halisi ya kivita. Pamoja na mjadala huo, jambo moja halina ubishi: Paveh imeongeza sura mpya katika ghala la Iran. Ni uthibitisho kwamba taifa hilo limehama kutoka kutegemea makombora ya jadi na kuanza kuingia katika zama za makombora yenye akili zaidi, yanayoweza kufanya maamuzi ya msingi kuhusu njia ya kuyafuata kabla ya kufika kwenye lengo lake kuu. Nafasi ya 5 inashikiliwa na Sejil 2, kombora ambalo kwa wengi linaonekana kuwa hatua muhimu zaidi katika mageuzi ya makombora ya Iran. Ikiwa Shahab na Emad zilionyesha kuwa Iran inaweza kutengeneza makombora ya masafa marefu, Sejil 2 ilithibitisha kuwa taifa hilo linaweza kuingia katika kundi la mataifa yanayomiliki makombora ya kisasa yanayotumia mafuta magumu. Kwa miongo mingi, makombora mengi ya Iran yalitegemea mafuta ya kimiminika. Tatizo la mfumo huo ni kwamba maandalizi ya kurusha kombora huchukua muda, na katika mazingira ya kivita, kila dakika inaweza kuamua ushindi au kushindwa. Iran ilifahamu udhaifu huo na hivyo kuanza safari ya kutengeneza kombora ambalo lingeweza kuwa tayari kwa matumizi ndani ya muda mfupi. Matokeo yake yakawa Sejil 2. Kombora hili lilionekana kwa mara ya kwanza mwishoni mwa miaka 2000 na mara moja likavutia hisia za wataalamu wa kijeshi duniani. Tofauti na watangulizi wake, Sejil 2 hutumia mafuta magumu, teknolojia ambayo inaruhusu kombora kuhifadhi kwa muda mrefu huku likiwa tayari kurushwa kwa haraka wakati wowote inapohitajika. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za wazi, Sejil 2 linaweza kusafiri umbali wa takriban kilomita 2000. Hii ina maana kwamba linaweza kufikia sehemu kubwa Mashariki ya Kati bila kuondoka ndani ya mipaka ya Iran. Lengo si umbali pekee unaolifanya kuwa muhimu zaidi, bali ni kasi yake ya maandalizi na uwezo wake kuhamisha kutoka eneo moja kwenda jingine bila kuhitaji miundombinu mikubwa. Wataalamu wengi wa ulinzi wanaamini kuwa makombora yanayotumia mafuta magumu ndio mustakabali wa vita vya masafa marefu. Sababu ni rahisi: ni magumu zaidi kugunduliwa kabla ya kurushwa na yanapunguza muda ambao adui anaweza kutumia kuzuia mashambulizi. Kwa Iran, Sejil 2 ilikuwa zaidi ya kombora. Ilikuwa ishara kwamba taifa hilo lilikuwa linaanza kujifunza teknolojia ambazo kwa muda mrefu zilimilikiwa na mataifa machache duniani. Lakini maendeleo ya Sejil 2 pia yalikuja na changamoto zake. Kutengeneza injini za mafuta magumu ni kazi ngumu inayohitaji utaalamu wa hali ya juu, majaribio ya mara kwa mara na uwezo wa kudhibiti hitilafu ndogo ambazo zinaweza kusababisha kushindwa kwa kombora. Hata hivyo, ukweli kwamba Iran iliweza kufikia hatua hiyo ilifanya dunia kutambua kuwa uwezo wake wa kiteknolojia ulikuwa umefikia kiwango kikubwa na kipya zaidi kuwahi kushuhudiwa. Leo, Sejil 2 inaendelea kuwa moja ya silaha muhimu zaidi katika ghala la Iran. Ni kombora linalounganisha kasi, umbali na utayari wa matumizi, mambo matatu ambayo kila jeshi duniani hutamani kuwa nayo. Kwa wengi, hii ndiyo silaha iliyoonyesha kwamba Iran haikuwa tena mwanafunzi katika teknolojia ya makombora, bali ilikuwa inaanza kuwa mwalimu kwa wengine wote duniani. Nafasi ya 4 inashikiliwa na Khorram Shahir 4, kombora ambalo kwa wengi liliwakilisha nguvu mbichi ndani ya ghala la silaha la Iran. Sejil 2 ilijulikana kwa kasi ya maandalizi yake. Khorram Shahir 4 imejijengea sifa kwa jambo moja kuu: uwezo wake wa kubeba mzigo mkubwa wa vilipuzi kwa umbali ambao mataifa mengi huchukulia kama tishio la kimkakati. Jina Khorram Shahir linatokana na mji wa Iran ambao ulikuwa kitovu cha mapigano makali wakati wa vita vya Iran na Iraq. Kwa Tehran, kulitumia jina hilo si jambo la bahati mbaya. Ni kumbukumbu ya kipindi ambacho taifa hilo lilijikuta likishambuliwa bila kuwa na uwezo wa kujibu kwa kiwango sawa. Hivyo, kila kizazi cha makombora ya Khorram Shahir hubeba sehemu ya historia ya Iran yenyewe. Khorram Shahir 4, ambalo pia huitwa Khaibar, lilitangazwa hadharani mwaka 2023. Mara moja iliibua mjadala mkubwa kutokana na madai ya Iran kwamba lina uwezo wa kusafiri hadi kilomita 2000 huku likibeba mzigo wa vilipuzi vyenye uzito mkubwa zaidi kuliko makombora mengine ya daraja lake. Kwa wataalamu wa kijeshi, huu ni mchanganyiko unaovutia: umbali mkubwa pamoja na uwezo mkubwa wa kubeba mzigo. Lakini kinachoifanya kombora hili kuwa la kipekee zaidi ni falsafa iliyotumika katika utengenezaji wake.
Tofauti na baadhi ya makombora ambayo hujikita katika kuongeza kasi au ujanja wa kukwepa rada, Khorram Shahir imejengwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba inapofika kwenye lengo, athari yake ni kubwa iwezekanavyo. Kwa lugha rahisi, ni kombora linalosisitiza nguvu zaidi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Iran, kombora hili pia limeboreshwa katika mifumo yake ya urambazaji na linaweza kuandaliwa kwa muda mfupi kabla ya kurushwa. Hii ni faida muhimu katika mazingira ya kisasa ya vita, ambapo maeneo ya kurushia makombora yanaweza kugunduliwa na kushambuliwa ndani ya dakika chache. Hata hivyo, kama ilivyo kwa mifumo mingi ya silaha duniani, madai kuhusu uwezo wake kamili bado ni sehemu ya mjadala. Wachambuzi wa kimataifa wameendelea kufuatilia kwa karibu majaribio ya taarifa zinazohusiana na Khorram Shahir 4, wakijaribu kuelewa ni kwa kiwango kipi au kiwango kigani kombora hili linaweza kubadilisha mizani ya nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati. Licha ya maswali hayo, jambo moja liko wazi. Khorram Shahir 4 ni ujumbe wa wazi kutoka Tehran. Ujumbe kwamba Iran haijajikita tu katika kutengeneza makombora yanayoweza kufika mbali, bali pia imewekeza katika kuhakikisha kuwa yana uwezo wa kuleta athari kubwa yanapofika. Nafasi ya 3 inashikiliwa na Shahab 3, kombora ambalo linaweza kuitwa baba wa mpango wa kisasa wa makombora ya Iran. Kabla ya Sejil, kabla ya Emad na kabla ya Fatah, kulikuwa na Shahab 3. Kwa wengi wanaofuatilia historia ya kijeshi ya Iran, hili ndilo kombora lililobadilisha kabisa namna dunia ilivyotazama taifa hilo mwishoni mwa miaka ya 90. Safari ya Shahab 3 inaanza katika kipindi ambacho Iran ilikuwa bado inajifunza kutokana na majeraha ya vita vya Iran na Iraq. Vita hivyo viliacha somo moja ambalo viongozi wa Tehran hawakuwahi kulisahau kabisa. Taifa lisilo na uwezo wa kushambulia malengo ya mbali hujikuta likiwa katika nafasi dhaifu wakati wa vita. Hivyo, juhudi za kujenga kombora la masafa marefu zikaanza kwa kasi kubwa zaidi. Mwaka 1998, Iran ilifanya majaribio yake ya kwanza ya Shahab 3 na dunia ikaanza kuelewa kuwa Tehran ilikuwa imeingia katika hatua mpya ya maendeleo ya kijeshi kabisa. Kombora hili lilikuwa na uwezo wa kusafiri zaidi ya kilomita 1000, umbali ambao ulifanya Iran kuwa na uwezo wa kufikia maeneo mengine ndani ya Mashariki ya Kati bila kuondoka kwenye mipaka yake. Lakini umuhimu wa Shahab 3 haupo tu katika takwimu zake. Hii ndiyo kombora iliyoweka msingi wa kizazi kizima cha makombora yaliyokuja baadaye, na teknolojia iliyotumika katika Shahab 3 ilitumika kama darasa la wahandisi wa Iran ambao baadaye waliiboresha na kuzaa mifumo mingine kama Emad na makombora mengine yenye usahihi mkubwa zaidi. Kwa zaidi ya miongo miwili, Shahab 3 imeendelea kuwa sehemu ya mkakati wa kuzuia maadui wa Iran. Wataalamu wengi wa masuala ya ulinzi wanaamini kuwa kombora hili lilikuwa hatua muhimu katika kuifanya Iran kutoka kuwa mnunuzi wa teknolojia za kijeshi na kuanza kuwa mtengenezaji wa mifumo yake yenyewe ya ndani. Hata hivyo, Shahab 3 pia ina mapungufu yake. Ikilinganishwa na makombora ya kizazi kipya, usahihi wake bado ni mdogo na unahitaji muda zaidi wa maandalizi kabla ya kurushwa. Lakini kwa Iran, hayo siyo mambo yanayopunguza umuhimu wake. Kila taifa ina silaha ambayo ilibadilisha historia yake ya kijeshi, na kwa Tehran, Shahab 3 ni mojawapo ya silaha hizo. Leo, licha ya ujio wa makombora ya kisasa zaidi kama Sejil, Shahab 3 bado inaendelea kuwa ishara ya mwanzo wa enzi mpya. Ni ukumbusho wakati ambapo Iran ilipoamua kwamba haitotegemea tena mataifa mengine kwa usalama wake na badala yake ingeanza kujenga uwezo wake kutoka ndani. Nafasi ya pili inashikiliwa na Fatah, kombora ambalo lilipotangazwa hadharani mwaka 2023 lilibadilisha mjadala kuhusu uwezo wa kijeshi wa Iran. Kwa mara ya kwanza, Tehran ilitangaza kuwa imefanikiwa kuingia katika kundi dogo la mataifa yanayomiliki teknolojia ya makombora ya hypersonic, makombora yanayosafiri kwa kasi inayozidi mara 5 ya kasi ya sauti. Jina Fatah, linalomaanisha mshindi au mfungua njia, halikuchaguliwa kwa bahati mbaya kabisa. Kwa Iran, kombora hili lilikuwa ishara ya hatua mpya katika safari yake ya kiteknolojia. Baada ya miongo ya kutegemea makombora ya ballistic ya kawaida, taifa hilo sasa lilitaka kuonyesha kuwa linaweza kushindana katika eneo ambalo kwa muda mrefu ilihusishwa na mataifa makubwa kama Marekani, Urusi pamoja na China. Kinachoifanya Fatah kuwa tofauti ni mchanganyiko wa kasi na uwezo wa kufanya mabadiliko ya njia wakati wa safari yake. Kwa mujibu wa madai ya Iran, kombora hili linaweza kufikia kasi inayozidi Mach 13, yani mara 13 zaidi ya sauti, jambo ambalo linaifanya mifumo mingi ya ulinzi wa anga kuwa na muda mfupi zaidi wa kugundua na kujibu tishio hilo. Katika vita vya kisasa, sekunde chache zinaweza kuwa tofauti kati ya mafanikio na kushindwa. Lakini zaidi ya kasi yake, Fatah imekuwa silaha ya kisaikolojia.
Mataifa mengi duniani yamewekeza mabilioni ya dola katika mifumo ya ulinzi wa makombora, yakiamini kuwa yanaweza kugundua na kutungua vitisho vinavyokuja kutoka mbali. Makombora ya hypersonic yanabadilisha hesabu hiyo kwa sababu yanaruka kwa kasi kubwa na yanaweza kufanya mabadiliko ya njia, jambo linaloifanya utabiri wa eneo litakapopita kuwa mgumu zaidi. Hata hivyo, kama ilivyo kwa silaha nyingi za kisasa, madai kuhusu uwezo kamili wa Fatah bado ni jambo linalojadiliwa na wachambuzi wa kimataifa. Je, kweli lina uwezo wote unadaiwa na Tehran au bado lina safari ndefu kabla ya kufikia kiwango cha makombora ya hypersonic ya mataifa mengine? Hilo ni swali ambalo wataalamu wa ulinzi wanaendelea kulifuatilia kwa karibu zaidi. Lakini bila kujali mjadala huo, jambo moja liko wazi. Fatah imeweka Iran katika mazungumzo ambayo hapo awali hayakuihusisha. Leo, kila ripoti kuhusu maendeleo ya makombora ya hypersonic lazima itaje jina la Iran. Huo pekee ni ushindi wa umbali ambao taifa hilo limeusafiri tangu siku za vita vya Iran na Iraq na vizuizi, changamoto na vikwazo vya kimataifa. Na hatimaye tunafika kwenye nafasi ya kwanza, silaha ambayo kwa wengi ndio inawakilisha kilele cha safari ya Iran ya zaidi ya miaka 40 ya maendeleo ya kijeshi. Nafasi hii inashikiliwa na Khorramshahr-4, inayojulikana pia kama Khaybar, kombora ambalo limekuwa ishara ya uwezo wa Iran wa kuunganisha nguvu, umbali na teknolojia katika mfumo mmoja wa silaha. Kama tulivyoona mwanzoni mwa makala hii, safari ya Iran ya makombora ilianza katika miaka ya 80 wakati taifa hilo lilipokuwa likisumbuliwa na makombora ya Iraq bila kuwa na uwezo wa kujibu kwa kiwango sawa. Miaka zaidi ya 40 baadaye, taifa hilo sasa linamiliki makombora ambayo yanaweza kusafiri maelfu ya kilomita, na hakuna silaha inayoonyesha mabadiliko hayo vizuri zaidi kuliko Khorramshahr-4. Kombora hili litangazwa rasmi mwaka 2023 na mara moja likawa gumzo katika duru za kijeshi duniani. Kwa mujibu wa taarifa za Iran, Khorramshahr-4 lina uwezo wa kufikia umbali wa takriban kilomita 2000 huku likibeba mzigo mkubwa zaidi wa vilipuzi. Hii inaliweka miongoni mwa makombora yenye uwezo mkubwa zaidi kuwahi kutengenezwa na Tehran. Lakini kinacholifanya kuwa namba moja si takwimu zake pekee, ni ujumbe unaobebwa na uwepo wake. Khorramshahr-4 ni matokeo ya miongo ya vikwazo, shinikizo la kimataifa, mauaji ya wanasayansi na maelfu ya saa za utafiti zilizofanywa na wahandisi wa Iran. Ni silaha inayosimulia hadithi ya taifa ambalo lilikataa kuamini kuwa maendeleo ya teknolojia ni haki ya mataifa machache pekee duniani. Wataalamu wengi wa masuala ya ulinzi wanaamini kuwa katika mkakati wa Iran, makombora kama Khorramshahr-4 yana jukumu kubwa la kuzuia migogoro kabla haijaanza. Mantiki yake ni rahisi zaidi. Kadri adui anavyoamini kuwa gharama ya kushambulia itakuwa kubwa, ndivyo uwezekano wa shambulizi unavyopungua. Hii ndiyo falsafa ambayo imeongoza sera ya kijeshi ya Tehran kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, kama ilivyo kwa silaha zote duniani, uwezo wa Khorramshahr-4 unaendelea kuchunguzwa na kufuatiliwa kwa karibu. Je, ina uwezo wote unaodaiwa na Iran? Je, linaweza kufanya kazi katika mazingira ya vita vya kisasa dhidi ya mifumo ya hali ya juu ya ulinzi wa anga? Haya ni maswali ambayo huenda yasipate majibu kamili hadi pale litakapojaribiwa katika mazingira halisi ya kivita. Lakini bila kujali majibu ya maswali hayo, jambo moja halina ubishi kabisa. Iran imefanikiwa kujenga moja ya programu kubwa zaidi ya makombora katika Mashariki ya Kati. Kutoka Shahab 3 hadi Fatah, kutoka Shahid 136 hadi Khorramshahr-4, taifa hilo limeonyesha kwa dhamira, muda na uwekezaji vinaweza kubadilisha historia ya kijeshi ya nchi yoyote. Na hivyo ndivyo simulizi yetu inavyofikia mwisho. Hadithi iliyoanza katika majivu ya vita vya Iran na Iraq sasa imefika katika zama za makombora ya hypersonic, drones za kisasa zaidi na mifumo ya ulinzi wa anga. Swali pekee linalobaki ni hili: je, dunia inashuhudia kuzaliwa kwa nguvu mpya ya kijeshi au ni mwanzo wa mashindano mapya ya silaha katika Mashariki ya Kati?